أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, baada ya ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea Madina akakabiliana na hali ambapo akatuma vikosi mbalimbali. Habari nitakazozieleza kwanza ni maelezo ya Saria Qais bin Saad Ubada iliyotokea mwaka wa 8 hijra kwenda Suda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Jirana na kufika Madina, yeye kwa ajili ya mahubiri ya Islam akatuma vikosi katika maeneo mbalimbali. Hivyo akamtuma Muhajir bin Abi Umayya kwenda Sanaa ambayo ni makao makuu ya Yemen, na Ziyad bin Labid akamtuma kwenda Hazarmaut, na akatayarisha jeshi moja ambayo akamteua Qais bin Saad kuwa amiri wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Qais bin Saad pamoja na watu 400 ili awapatie kabila Suda la Yemen mwito katika Islam. Sawa na kauli nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba yeye apigane vita na kabila Suda. Kama riwaya hii ni sahihi, riwaya ya kwanza inaonekana kuwa sahihi zaidi, basi kwa yakini zitakuwa zimetoka kutoka kabila lile habari za kuwapatia Waislamu madhara. Ndiyo maana Mtume akachukua hatua hiyo. Kama riwaya hiyo ni sahihi, imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfungia bendera moja nyeupe na akamkabidhi bendera moja nyeusi. Wao wakapiga kambi kwenye kona moja ya bonde la Qanaa. Qanaa ni bonde moja mashuhuri katika mabonde matatu yaliyo katikati ya Madina na Uhud. Hat Qais alikuwa mwana wa Saad bin Ubada, mkuu wa Khazraj. Hat Qais bin Saad alikuwa akihesabiwa miongoni mwa masahaba wakubwa. Wakati wa ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochukua bendera kutoka kwa Saad bin Ubada, alikuwa amempatia mwana wake huyo Qais. Huyo alikuwa anafahamika kuwa mwenye rai na shujaa sana, alikuwa mkarimu mno. Qais alikuwa amepiga kambi katika Qanaa, ndipo mtu mmoja wa kabila Suda, Jiyad bin Haris, akapita huko. Huyu muda mchache kabla alikuwa amesha silimu. Alipojua kwamba jeshi hili linakwenda kulishambulia kabila lake, kwa nini hakushangaa wakati ule? Kwa yakini atakuwa anajua kwamba watu wa kabila lake wanataka kuwapatia Waislamu madhara, na sasa Waislamu wamejitokeza ili kuwapa majibu. Kwa vitu vile alipoona kwamba kabila lake linakaribia kushambuliwa, akatoka huko na kufika moja kwa moja kwa Mtume na akamwomba akisema kwamba jeshi uliolituma uwaambie warudi. Mimi nakupa dhamana ya kaumu yangu na pia nakuahidi juu ya kukubali kwao Islam. Yanatoa dhamana kwamba wao hawatawashambulia Waislamu, hawatawazuru, na pia polepole watakubali Islam. Mtume akikubali ombi lake akaliambia jeshi kurudi. Jambo hilo pia linadhihirisha kuwa hakutuma jeshi kwa nia ya kuteka maeneo,
au kushinda kaumu, bali alikuwa amewatuma ili kufikisha ujumbe wa islam, na shabaha yake ilikuwa ni kuwalinda waislamu. na kama ambavyo hat Ziyad bin Haris alivyoahidi, yeye akatekeleza ahadi yake, na katika nyakati tofauti watu wa kaumu yake wakaendelea kuingia katika islam. kama shabaha ingekuwa kuwalazimisha kukubali islam kwa karaha, isingetolewa ruksa ya kukubali islam polepole pale wanapofahamu ukweli wake. ingesemwa moja kwa moja kwamba kubalini islam, la sivyo upanga upo. kwa vyote vile baada yake alipowahubiri polepole wao wakakubali islam, kwani kushambulia na kutumia nguvu ya kuwaingiza watu katika islam ni kinyume cha mafundisho ya islam, na pia ni zidi ya amali na suna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamteua Ziyad kuwa amiri wao walipokubali islam, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapatia mkataba moja wa amani. mtu akisilimu anakuwa hana haja ya mkataba wa amani, hivyo alikuwa ameandika, kwani baadhi yao walikuwa hawakukubali islam. Sariyat Uyana bin Hasan Fazari iendayo Bani Tamim, kumbukumbu zake zinapatikana katika historia. saria hii ilitokea Muharram mwaka wa 9 hijra kwenda kwa Banu Tamim chini ya uongozi wa Uyana bin Hisan. sababu ya kutokea hiyo ndiyo hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma hat Bishr bin Sufyan kwenda kwa Banu Kab, tawi moja la kabila Khuza, ili kukusanya sadaka, yani mali ya zaka. watu hawa walikuwa wakiishi katikati ya suqia na ardhi ya Banu Tamim. hivyo kwa amri ya hat Bishr bin Sufyan mali ya Banu Khuza ikaanza kukusanywa kwake. Banu Tamim ambao hawakuwa waislamu, wao wakaona mali hizo ni nyingi sana, na wakasema kwamba kwa nini yeye anachukua mali zetu bila haki, na wakatoa panga zao. Banu Khuza wakasema kwamba sisi tumekubali dini ya islam na hii ni amri ya dini yetu, sisi tunatoa, nini mna shida gani? Lakini Banu Tamim wakasema Bishr bin Sufyan hawezi kumfikia ngamia yeyote. kwa kuona hali hii ya ubishi na vita, Bishr bin Sufyan akarejea bila kupokea mchango wowote. jambo hilo likawachukiza sana Banu Khuza, wakahisi vibaya. Banu Khuza wakawashambulia Banu Tamim, na wakisema kwao wakawafukuza huko kwamba kama tusingekuwa na ujamaa kati yetu, nini musingeweza kufikia salama katika miji yenu. lazima tutalazimika kukabiliana na majaribio fulani kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. nini mmefanya hivi na sisi hatukutoa zaka? nini mlimtendea hivi mjumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mkamzuia kukusanya mali na zaka ya mali zetu? upande mwingine hat Bishr bin Sufyan akarejea kwa nabii karim sallallahu alaihi wasallam na akamwambia kuhusu hali zote. mtume akasema, nani atawafundisha kaumu hiyo somo? kwanza kabisa hat Uyana bin Hisan akasema labbaika. mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma hat Uyana bin Hisan pamoja na wapanda farasi 50 kuelekea kwa Banu Tamim ambao hawakuwa na mtu yeyote kutoka wahajiri na answar. Uyena akaondoka na wenzake, walikuwa wakitembea usiku na asubuhi kujificha hadi wakafika Sahara ambapo Banu Tamim walikuwepo na walikuwa wanachunga mifugo yao. Banu Tamim walipoona jeshi wakaacha kila kitu na wakakimbia. watu 11 wa kiume, 11 wa kike na watoto 30 wakakamatwa, ambao waislamu wakawaleta Madina, na sawa na amri ya mtume saa salam wakawakalisha katika nyumba ya Ramla binti Haris. baadaye ujumbe mmoja wa Banu Tamim ukiwa na watu 80 hadi 90 wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. katika ujumbe ule walikwepo baadhi ya washairi na wahadhiri wa kabila lile. baadhi yao wote
wakaja miskitini muda ambapo watu walikuwa wakimsubiri mtume saa salam kwa ajili sala ya azuhuri. Watu wa ujumbe wakazani kwamba labda mtume amechelewa kuja. Hapo baadhi yao wakaenda karibu na nyumba yake na wakaanza kusema kwa sauti ya juu kwamba ewe muhammad sallallahu alaihi wasallam, utoke nje uje kwetu. mtume sallallahu alaihi wasallam akaaja nje. watu hawa wakaanza kuongea na mtume sallallahu alaihi wasallam. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasalisha sala ya azuhuri, na baada ya swala wakaketi katika ua wa miskiti. amiri wa ujumbe akasema, sisi tunataka kushindana nani katika shairi na kutoa hutuba, yaani njoni mushindane nasi katika kutoa hutuba na kusoma shairi, kwamba mhadhiri na mshairi wa kaumu gani ana daraja na ubora. sisi tunajivunia wahadhiri wetu ni bora na pia washairi wetu ni wazuri. mtume akasema, kujivunia katika shairi na hutuba si shabaha ya ujio wangu. si kuja ili kueleza shairi na kutoa hutuba kwa ufahari. shabaha yangu ni kuwaita watu kwa allah. lakini kama shabaha yenu ndiyo hii, basi nini, muoneshe tamasha yenu. kama mnataka basi ni sawa, shindaneni nasi, sisi tutawapatikini majibu yake. watu wa msafara wakamleta mahaziri wao atrad bin hajib. ye akatoa hutuba. mtume akamwamuru thabit bin qais bin shimas kumpa jibu. ye akatoa hutuba kama jibu lake, hutuba iliyoshinda hutuba yake. hassan bin thabit wakati yule hakuwepo katika majlis. mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita. kisha mshairi kutoka msafara ule zibiqan bin badr akasoma shairi yake. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamuru hassan kwamba yeye asome shairi yake zidi yake. hata hassan akasoma shairi, na alipomaliza shairi watu wa msafara wakaketi kwa pamoja na aqra bin habis ambaye alikuwa amekuja pamoja na msafara. ye akasema mbele ya wenzake kwa uwazi kwamba mhadhiri wao ni bora kuliko mhadhiri wetu na mshairi wao ni mzuri kuliko mshairi wetu. watu hawa ni mbele sana kuliko sisi. watu walipomaliza shindano hilo, ye akakubali islam. kwa mujibu wa baadhi ya riwaya, aqra bin habis muda mchache kabla alikuwa amesha silimu, na saa hizi alikuwa amekuja tena pamoja na ujumbe. mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya banu tamim kukubali islam akawarudishia mateka yao na pia akawapa wote zawadi mbalimbali. sawa na riwaya moja, kila mtu wa ujumbe akampatia kila moja dirhamu 500. mtu mmoja wa kundi lile atarid bin hajib ambaye habari zake zimeshapita hapo kabla, baada ya kukubali islam akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam shuka moja kama zawadi. shuka hii kisra alikuwa amempatia. inasemwa kwamba shuka hii ilikuwa nzuri sana ya kihariri ambayo kazi ya dhahabu ilikuwa imefanywa juu yake. masahaba walipoona uzuri na ulaini wa shuka wakapata athari sana na wakaanza kuiona kwa kugusa kwa mikono yao. kwa kuona ambali hiyo ya maswahaba, mtume saa salam akasema kwamba nyini mnashangaa kuona shuka hii katika pepo. shuka za Saad ni laini zaidi na nzuri zaidi kuliko hiyo. hamidha bashir ahmad saheb pia ameeleza rai yake kuhusu kisa hiki. anasema kwamba baada ya muda mrefu mtume sallallahu alaihi wasallam alipopokea baadhi ya vitambaa vya hariri kutoka sehemu fulani, baadhi ya maswahaba kwa kuviona na kuona ulaini na uzuri wao wakaonyesha hisia za adhabu na wakaona kuwa kitu kisicho kawaida. mtume akasema, je, mnastajabu juu ya ulaini wake? wallahi katika pepo shuka za Saad ni laini na nzuri zaidi kuliko hiyo. maneno yake haya yalikuwa kama ishara ambamo shabaha yake ilikuwa ni kueleza kuhusu daraja na raha ya Saad aliyokuwa nayo peponi. waila kama inavyojulikana kutoka Kurani tukufu na hadisi,
neema za pepo haziwezi kukithiwa juu ya neema za dunia hii, wala neema za pepo kwa mujibu wa fikra zetu zinaweza kuitwa neema za zwahiri. Na ukweli ni huu kwamba maneno yaliyoelezwa katika Qurani tukufu na hadisi, katika maneno yake shabaha ilikuwa ni kueleza ukamilifu na ubora wa neema zile. kisha kuna saria moja ambayo ni saria Qutba bin Amir iliyotokea safar mwaka wa 9 hijra. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimpatia Qutba bin Amir watu 20 alimtuma kwenda kwa kabila Khasam. sawa na riwaya moja akamtuma maeneo yaliyo jirani na Kabala katika njia iendayo Yemen katika ardhi ya Tehama. mji huu wa Kabala unapatikana kati yake na kati ya Maka kuna umbali wa safari ya siku 8 na takriban ni umbali wa maili 156. na sawa na riwaya moja akamtuma karibu na Besha na akamwamuru kuvamia ghafla. kwa yakini watu hawa watakuwa wamepanga njama. njiani akamkamata mtu mmoja na akamuuliza yeye, akajionyesha kana kwamba ni mbubu. lakini walipofika karibu na kabila, yeye akaanza kupiga kelele na akajaribu kuwaambia watu wa kabila lake. hivyo kwa sababu ya udanganifu wake huo, yeye akauawa. kwa kuwa watu wa kabila walikuwa wameshachukua tahadhari, hivyo waislamu wakangojea hadi usiku, na giza lilipotawala waislamu wakawashambulia. vita kali ikatokea na katika makundi yote mawili watu wakapata majeraha. watu wengi wa kabila adui wakauawa na Hatqatba akaleta ngamia, mbuzi na wanawake kama mali ya ghanima na akaleta Madina. baada ya kutoa sehemu ya 5, kila moja akapata ngamia 4 au mbuzi 40 kwa ajili ya kuwazuia kupanga njama. waislamu walilazimika kuwavamia. kisha ni saria Zihak bin Sufyan Kilabi. hiyo ilitokea upande wa Banu Kilab. ilitokea Rabiul Awwal mwaka wa 9 hijra. na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtuma Zihak bin Sufyan Kilabi kwenye eneo la Qirta upande wa kabila lake Banu Kilab. Qirta ni tawi moja la Banu Bakr ambao walikuwa wakiishi wakiwa na umbali wa safari ya siku 7 kutoka Madina Munawwara. yeye alienda kukutana nao katika Najd kwenye eneo la Zuljalawa na akawafikishia ujumbe wa Islam, lakini watu wa kabila wakakataa kupokea na muda ukafikia wa kupigana vita. ye akapata ushindi juu ya watu wa Qurta na akapata mali ya ghanima. tukio moja lenye kusisimua imani pia lilitokea katika saria hii, ambalo ni ya kwamba Salama bin Qurt alikuwa kafiri moja ambaye alikuwepo katika jeshi la maadui, lakini mwana wake Asyad bin Salma ambaye alikuwa ameshakubali Islam alikuwepo katika jeshi la Waislamu. maadui waliposhindwa na wakakimbia, mmoja wao alikuwa baba yake Asyad aitwaye Salma. Asyad akaenda nyuma ya baba yake. baba yake ili kusalimisha uhai wake akajitupa pamoja na farasi yake katika maji. huyu pia akaenda nyuma yake na akampatia mwaliko wa kuingia katika Islam ili baba yake ajisalimishe na moto, lakini baba akaanza kumkaribia mwana wake. mwana alipoona kwamba baba yake hataki kukubali, ye akakata miguu ya farasi ya baba yake na mtu mwingine akaja kumua baba yake. lakini riwaya nyingine inasema kwamba Asyad alipokuja Madina na kukubali Islam, baba yake akamwindikia barua na akamwindikia shairi na pia akalalamika kwamba yeye amemwasi baba yake katika uzee, na pia akamkaripia juu ya kukubali kwake Islam na akaandika kwamba ni mambo gani ambayo kwa sababu yake umemwacha baba yako mzee na umekubali Islam. Asyad akiwa na barua hii ya baba yake akaja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akamweleza yote na akaomba ruksa ya kumwindikia baba yake barua. hivyo kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamwindikia baba yake barua ya mahubiri na baba yake akisoma barua hiyo akakubali Islam. hiyo pia ni riwaya moja. kisha ni sariyat Alqama bin Mujazziz.
iendayo jadda. ibn saad ameandika kwamba saria hii ilitokea rabiuthani mwaka wa 9 hijra sawa na riwaya zingine ilitokea mwezi wa safar mwaka wa 9 hijra. mtume sallallahu alaihi wasallam alipata taarifa kwamba kutoka watu wa uhabeshi baadhi ya wapiganaji wa vita wameshuka juu ya ufukwe wa jadda. sawa na baadhi ya riwaya walikuwa na mpango wa kuwapora watu wa makka. kwenye kitabu kimoja imeandikwa kwamba watu hao wakivuka bahari wakajaribu kuwapatia waislamu madhara. jadda ni mji mmoja unaopatikana upande wa magharibi juu ya ufukwe wa bahari. huu ni mji mkubwa wa hijaz na kati ya maka na jadda kuna umbali wa kilomita 75 ilhali kutoka madina umbali wake ni maili 250. mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma alqama pamoja na watu 300. watu kutoka uhabeshi walikuwa wameshuka juu ya ufukwe wa jadda. walipojua kuhusu ujio wa alqama wakipanda safina wakakimbia kwenye bahari. hat alqama akaenda nyuma yao hadi kisiwa kimoja na tukio moja likatokea ambalo ni hivi kwamba hata abu said khudri anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimteua alqama bin mujaziz kama kiongozi wa jeshi moja. mimi pia nilikuwepo katika jeshi hili. tulipofika katika sehemu yetu na tukamaliza vita na kwa ajili ya kurejea kundi moja likaomba ruksa kutoka amiri wao. yeye akawapatia ruksa na akamteua abdullah bin hazafa sami kama amiri wao. huyu alikuwa na tabia ya kichekesho. watu walipokuwa njiani wao wakawasha moto ili wawezi kuota. katika sunan ibn majah imeandikwa kwamba abdullah sami akasema kwamba je, si haki yangu kwamba nini musikie na munitii? wakasema kwamba ndio. akasema kwamba kama nikikuwa amuruni je mtafuata? wakasema ndio. akasema nawapatini amri kwamba nini mujitupe katika moto huu. baadhi ya watu wakasimama na wakawa tayari kujitupa. alipopata yakini kwamba wanakaribia kujitupa akasema kwamba jizuieni, nilikuwa nawatanieni tu. waliporejea wakaenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam habari hii na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man amarakum minhum bimaasiyatillahi fala tutiuhu. miongoni mwa maamiri mtu akiwa amuruni kuhusu kumwasi mungu msimtii. riwaya moja inasema mtume alisema kwamba la taata fi maasiyatillahi innama taatun fil marufi. katika kumwasi allah hakuna utii. utii ni katika mambo yaliyo maarufu. riwaya moja inasema kwamba tukio hili lilipoelezwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikasirika sana na akasema kwamba lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumi lqiyamati ataatu fi lmarufi. kama wangeingia kwenye moto hadi kiama wasingeweza kutoka nje, kwani utii unafanywa katika mambo yaliyo maarufu. muslim pia ameeleza tukio hili kwamba mambo yanayokuwa kinyume cha sheria kunakuwa hakuna utii wao. mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alimtuma sahaba moja kama kiongozi wa jeshi. njiani ye akawaambia baadhi ya masahaba jambo na baadhi ya masahaba hawakufuata. huyu akakasirika akasema kwamba mtume sallam ameniteua kama amiri juu yenu, na alikuwa amesema kwamba yeyote aliyetii amiri wangu akanitii mimi, na yeye aliye mwasi ye ameniasi mimi, na mimi ni kaimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani nini mna ni asi? hapo masahaba wakasema kwamba tutakutii. akasema kwamba haya mimi naona kwamba mnanitii au la. hivyo akatoa amri ya kuwasha moto, na moto ulipowaka akasema kwa masahaba kwamba mujitupe humo. baadhi wakawa tayari, lakini wengine wakawazuia na wakasema kwamba utii ni katika mambo ambayo si kinyume cha sheria. huyu hajui kuhusu sheria, hivyo kujitupa katika moto na kutoa uhai ni haramu, na ni amri ya mungu kwamba kujiua ni haramu. jambo hilo lilipoelezwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akawasadikisha wale ambao walikuwa wamesema kwamba kujitupa katika moto ni haramu. kisha ni sariyahat ali iendayo fuls banu taya.
hii ilitokea rabiuthani mwaka wa 9 hijra. Fuls lilikuwa sanamu moja la maeneo ya Najd na kabila taya walikuwa wanaliabudu na walikuwa wanatupa mbele yake vitu mbalimbali na silaha vile vile. mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma hat ali pamoja na ansar 150 na kulikuwa na ngamia 100 na farasi 50. akamtuma ili kubomoa sanamu la Fals. jeshi hili lilikuwa na sifa moja kwamba tukimwacha atali wengine wote walikuwa ansar, hakuwepo kutoka wahajiri. banu taya ni kabila mashuhuri la uarabuni. watu hawa walikuwa wakiishi karibu na Syria. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya saria hii akafunga bendera moja nyeusi kwa ajili ya hat ali na pia akampatia bendera moja nyeupe iliyokuwa ndogo kuliko ile ya nyeusi. hat ali wakati wa asubuhi akaenda kuwashambulia na akaenda kubomoa sanamu lao Fals na pia akateka mateka wengi na mifugo. hilo lilikuwa kabila la Hatamtai na katika mateka alikuwepo binti yake Safana. mwana wa Hatamtai Adi aliyekuwa kiongozi wa kabila akakimbia upande wa Syria. Abu Qatada akafanywa kuwa kiongozi wa mateka na Abdullah bin Atik akafanywa kuwa kiongozi juu ya mifugo. kwa ajili ya mtume sallam sehemu ya 5 ikatolewa na mali ya ghanima ikagawanywa, isipokuwa binti wa Hatam Safana hawakugawa na wakamkamata na kuleta Madina. binti wa Hatam Tai Safana akawekwa karibu na mlango wa msikiti wa nabii katika hema moja. Safana alikuwa mwanamke mwenye busara sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita karibu na hema lake, ye akasimama ili kuonyesha heshima na akasema, ya Rasulullah, baba yangu amesha fariki dunia na ndugu yangu yeye amekimbia, hivyo nifanye hisani juu yangu, Mungu atakujalia. mtume akamuuliza kwamba nani mlezi wako? akasema kwamba Adi bin Hatim Tai. mtume alisema kwamba huyu ambaye amemkimbia Allah na mtume wake. akisema hayo akaondoka. siku ijayo alipopita karibu yake Safana akarudia jambo lile lile la jana. mtume akampatia jibu lile lile la jana na akaondoka, na huyu akakata tamaa. siku ya 3 mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita karibu na hema lake, hata Ali pia alikuwa pamoja naye, alikuwa anatembea nyuma yake. hata Ali akamwashiria Safana, ye akasimama na akaanza kueleza ombi lake. akasimama kwa heshima na akarudia ombi lake lile lile. mtume alisema kwamba nimekubali ombi lako, wewe ni uhuru, lakini usifanye haraka katika kuondoka kutoka hapa. nikimpata mtu mwaminifu basi nitakutuma pamoja naye kwenda Syria kwa ndugu yako. riwaya moja inasema kwamba ye akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe ufanye hisani juu yangu, yani niache huru. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hisani juu yake na akamwacha huru. natija yake ikawa hivi kwamba yeye akasilimu. hiyo pia inapatikana katika riwaya kwamba mara baada ya kuachwa kwa huru alikuwa amesilimu. baada ya siku kadhaa baadhi ya watu wa Banu Quza wakaja Madina waliokuwa na nia ya kwenda Syria. Safana akajua, yeye akaenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye anawaamini, hivyo apatiwe ruhusa ya kwenda pamoja nao. mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia ruhusa na pia akampatia mavazi, kipando na masurufu vile vile. akitoka huko akaenda kwa ndugu yake Adi. alipofika Syria akakutana na ndugu yake na akalalamika kwake kwamba yeye amekimbia pamoja na mke wake na watoto wake na ulikuwa umemwacha dada yako huko huko. kwa kusikia hayo ndugu yake akahisi majuto. baada ya muda Adi akamuuliza dada yake kwamba niambie kuhusu Muhammad, una rai gani? Safana ambaye alikuwa ameona khulqa za mtume na alikuwa amesilimu akasema kwamba wallahi ninafikiri kwamba ufanye haraka na uende kwake. kama kwa kweli yeye ni nabii
basi mwenye kwenda kwake atafanikiwa na kufaulu, na kama huyu ni mfalme basi hutapata utofauti katika heshima yako. Adi akasema rai yako ni nzuri. Akajiandaa na kufika Madina. Mtume alikuwepo katika misikiti. Adi akajitambulisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa naye akaenda kwenye nyumba yake. Njiani mama moja mzee akamzuia ili kuongea naye, kumuuliza swali. Mtume akaenda kusimama kwa muda mrefu kwa ajili yake. Adi kwa kuona hayo akawaza moyoni kwamba mtu huyo hawezi kuwa mfalme ambaye mama mzee amemzuia na amesimama. Akifika nyumbani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia tandiko moja ili kukaa. Adi akasema kwamba wewe ukae juu yake. Mtume akasema hapana, wewe ukae juu yake, na mwenyewe akakaa chini. Adi akafikiri moyoni tena kwamba wallahi mtu huyo hawezi kuwa mfalme. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuongea naye, akamuuliza kuhusu dini yake na mambo yake mengine, na yalikuwepo baadhi ya mambo ambayo Adi alikuwa najua tu na si mwingine. Na hapo Adi akapata yakini kwamba kwa kweli huyu ni mtume, na akasema kwamba nimepata yakini kwamba wewe ni mtume wa Allah, kwani umeambiwa kuhusu baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ghaibu. Hat Adi anasimulia kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba e Adi, ukubali Islam utasalimika. Nikasema kwamba mimi naifuata dini moja. Mtume akasema kwamba mimi naijua dini yako zaidi kuliko dini wewe. Akasema kwamba je, unajua zaidi kuliko mimi? Hiyo kivipi inaweza kutokea? Mtume akasema kwamba ndiyo, najua zaidi dini yako kuliko wewe. Kisha Mtume alasema kwamba je, una dini rakusi ambayo ni katikati ya dini ya Kikristo na Sabi? Alisema ndiyo. Mtume akasema kwamba je, wewe si kiongozi wa kaumu yako? Akasema ndiyo. Mtume akasema kwamba je, huchukui sehemu ya nne ya ghanima kama kiongozi? Akasema ndiyo, nachukua. Mtume alisema kwamba hiyo hairuhusiwi katika dini yako. Mimi nikahisi majuto juu yangu. Kisha Mtume alisema kwamba e Adi, labda ufakara wa Islamu unakuzuia kuingia katika dini hii. Wallahi mali nyingi itakuja mpaka hatapatikana mwenye kuipokea, na labda uwingi wa maadui unakuzuia kuingia katika Islam. Wallahi utasikia kuhusu mwanamke ambaye juu ya ngame yake akitoka Hira akaenda kuzuru Kaaba tukufu na hatakuwa na hofu yoyote, na labda jambo hili linakuzuia kuingia katika dini hii kwamba utawala kwa wengine. Wallahi utasikia kuhusu minara miupe ya ardhi Babul kwamba milango yake imefunguliwa kwa Waislamu na hazina za Kisra zitafunguliwa. Mtume alirudia maneno hayo mara 3. Adi anasema kwamba mimi kwa kuona hulka tukufu za Mtume na kwa kuona mambo hayo nikasilimu. Hat Adi ameeleza tukio la kusilimu kwake mwenyewe, na anaeleza alikuwa anasema ya kwamba mimi nilimwona mwanamke msafiri ambaye alitoka Hira akaja kufanya tawafu ya Baitullah, na katika jeshi la Waislamu wakati wa ushindi wa Kisra mwenyewe nilikuwepo. Baada ya kukubali Islam, Hat Adi alikuwa anaheshimu sana amri za Islam. Kwa ajili ya swala muda wote alikuwepo katika hali ya kutawaza, na kwa ajili ya kuswali swala alikuwa na wasiwasi sana. Watu wanauliza swali mara kwa mara kwamba mwanamke anahitaji mahram ili kwenda kufanya hija. Nimekushatoa ajibu mara kadhaa, lakini jambo hili pia linasadikisha. Anasema nilimwona mwanamke ambaye alitoka Hira, alikuwa peke yake na alikuja kufanya tawafu ya Kaaba na hakuwa na mahram pamoja naye. Hat Ali baada ya muda ujumbe wa taa ulikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walikubali Islam. Kisha ni Sariya Ukasha bin Mihsan
iliyotokea upande wa kusini. hii ilitokea rabiusani mwaka wa 9 hijra. hat ukasha saria hii ya ukasha ilitokea upande wa kaskazini mwa madina kwenye makabila ya uzra na bali. katika baadhi ya riwaya jina la eneo hilo limeitwa kama jibab. hakuna maelezo ya ziada ya saria hii. imeelezwa kwamba hiyo ilikuwa imetokea. sasa kuhusu ghazwa tabuk na eleza baadhi ya mambo ya awali. rajab mwaka wa 9 hijra septemba 630 iswia hiyo ilitokea baada ya vita vya taif. katika mwezi wa rajab mwaka wa 9 hijra mtume aliondoka kwa ajili ya ghazwa hii. hiyo ilikuwa ni ghazwa ya mwisho ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. tabuk ilikuwa na umbali wa kilomita 685 kutoka madina. kwa sababu ya kusimama karibu na chemchem ya tabuk, hiyo inaitwa ghazwa ya tabuk. mtume sallallahu alaihi wasallam akifika karibu na tabuk aliwaambia washiriki wa jeshi kwamba innakum satatuna ghadan inshallah aina tabuk, kesho mtafika karibu na chemchem ya tabuk inshallah. kurani tukufu inaeleza kuhusu ghazwa ya tabuk kwa jina la saatul usr, yani muda wenye shida. ndiyo maana hiyo inaitwa ghazwatul usr vile vile, kwani waislamu walazimika kukabiliana na shida na mateso mingi: joto kali, safari ya umbali, mapungufu ya vipando, mapungufu ya maji njiani. kwa ajili ya kujiandaa matumizi yalikuwa hayapo, wakalazimika kukabiliana na mateso mingi na shida nyingi. kwa sababu ya shida hizi zote, hiyo inaitwa jeshul usra vile vile, yani jeshi lenye shida na mateso. ghazwa hii pia inaitwa ghazwatul faziha. kwa kiarabu neno la fazaha maana yake ni fezeha na kufichua kwa aibu. na kwa sababu ya ghazwa hii hali ya wanafiki ikawa wazi, ambayo ikawa sababu ya fezeha yao. ndiyo maana imepewa jina hilo. kulitokea nini kwamba ghazwa hii ilitokea? watu wa madina muda wote walikuwa na hatari ya kushambuliwa na banu ghassan, na pia taarifa zilikwepo kwamba romi na ghassani wanajiandaa kwa ajili ya vita fulani. kwa sababu ya uvamizi wa ghassani na hofu, hat umar mwenyewe anaeleza kwamba muda wote tulikuwa na hofu ya uvamizi wa ghassani na muda wote tulikuwa na wasiwasi kwamba tutashambuliwa. sababu iliyotokea ya vita vya tabuk inapatikana katika riwaya moja kwamba kundi moja la wafanyabiashara ambao walileta mafuta ya zeituni kutoka siria wakawaambia waislamu kwamba watu wa roma wamekusanya jeshi kubwa nchini siria na herakal amewapatia matumizi ya mwaka moja. na pamoja nao lakham, jazam, amir na ghassan na makabila mengine ya kikristo wamekutana, na kundi lao la mbele limefika hadi balqa. balqa ni eneo moja katika siria ambalo ni katikati ya dimashk na wadiul qura. sababu nyingine ikawa hivi kwamba wakristo wa uarabuni wakamwindikia herakal kwamba mtu ambaye amedai kuwa mtume, yani muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye ameangamia nauzubillah, na watu wake wamekumbwa na ukame na mifugo yao wameangamia, na sasa ni muda mzuri wa kuwashambulia na kuleta ushindi kwa ukristo. hivyo ye akampeleka jenerali wake pamoja na watu 40,000. jina lake lilikuwa kabas au zannat. mtume alipopata taarifa ya jeshi hili, yeye akatoa amri ya kutayarisha jeshi. sababu ya msingi inaonekana ndiyo hii kwamba baada ya kuteka makka katika vita vya hunain, banu hawazan waliposhindwa, kabila ambalo lilikuwa lenye nguvu, na pia waislamu walipata
mamlaka juu ya makabila yaliyo jirani na uarabuni. Mayahudi na wanasara na wanafiki wakakaa kwa pamoja, na kwa kuona majaribio yao yakishindikana wakaamua kumwomba msaada kaisar wa roma, na kwa ajili yake wakapanga mpango wenye hatari. Upande moja wakawasiliana na kaisar wa roma na wakamtayarisha kwamba ye atume jeshi lake ili waislamu waangamizwe, na upande wa pili wanafiki walifanya hivi kwamba wakaanza kusambaza vumi katika madina kwamba kaisar wa roma anatuma jeshi lake ambao wakiingia madina wakawaangamiza waislamu na muhammad saa salam. Na wanafiki na maadui wengine walikuwa wakitaka kwamba yawezekana kuwa mtume sallallahu salam mwenyewe ili kukabiliana na jeshi akitoka madina aende upande wa siria, na katika hali zote mbili shida za safari au kupigana na kaisar wa roma kutawafanya waislamu na mtume sallallahu salam nauzubillah kuangamia. hiyo ilikuwa ni zana yao. kuna maelezo mengine ya ziada inshallah nitaeleza siku za usoni. leo mjini rabua katika msikiti wa mahdi unaopatikana katika soko, magaidi waliushambulia na watu 5-6 wamepata majeraha, 2 wamepata majeraha makubwa. upasuaji wake ulikuwa nafanywa. mungu afanye kwamba wao wamepata hali nzuri na mungu awajalie wajeruhi wote. 2 ambao wamepata majeraha makali wamepigwa risasi kwenye matumbo yao. mgaidi watu wa ulinzi wamemua, mmoja amekimbia. hiyo ndiyo ripoti hadi sasa, mengine yatakuja baadaye. mwenyezi mungu afanye mpango wa kuwakamata magaidi hawa na wenye kuvunja kanuni na maadui wa jumuiya. serikali ya punjab, waziri mkuu na serikali wanadai kwamba katika jimbo la punjab wamekusha dhibiti uhalifu kwa 100% na hakuna mhalifu yeyote, lakini wahamadia kila siku wanashambuliwa, wanauawa au wanajeruhiwa, mali zao zinachomwa moto. labda watu hawa hawalichukulii kama uhalifu. mwenyezi mungu azijalie serikali hizi akili, na kwa haraka sana mwenyezi mungu azihirishe nishani katika haki ya jamaati. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.